Bana, ndani ya klabu ya Dar es Salaam Africans na wenyewe pia wanaendelea kuboresha, hasa kwa sasa hivi tayari wameanza kutazama wale wachezaji ambao msimu uliopita hawajaweza kuonyesha kiwango bora. Hivyo tayari kuna fagio kubwa ambalo linapita kwa baadhi ya mastaa ambao walikuwepo ndani ya kikosi hicho. Hii inaelezwa kwamba wanakwenda kusafisha na wanaleta wachezaji wengine wapya. Sasa tuende kutazama hapa tathmini ambayo wameweza kuifanya kwenye upande wa benchi la ufundi pamoja na uongozi kuelekea msimu ujao. Ni mchezaji gani ambaye anaachwa ndani ya kikosi cha Yanga, utakwenda kufahamu hapa. Lakini kabla sijakupatia taarifa hii kiundani, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu tuweze kuangazia taarifa hii kwa undani zaidi. Baada ya kufanya tathmini ya kikosi kuelekea msimu mpya, kwa upande wa klabu ya Yanga imeamua kufanya mabadiliko makubwa na kuwaacha baadhi ya wachezaji ili kupisha sajili mpya na kuongeza ushindani ndani ya timu hiyo. Mchezaji ambaye anatajwa kuachwa ndani ya klabu hiyo ni pamoja na kiungo Azizi Ndambwile. Tunafahamu ni mchezaji ambaye alikuwepo ndani ya kikosi, lakini amekuwa ni mchezaji ambaye hakupata nafasi ndani ya kikosi cha kwanza, hivyo anaondolewa ili apate muda wa kucheza sehemu nyingine na kuendelea kukuza kiwango chake. Mchezaji mwingine ni Frenkie Asinki. Kwa taarifa tu ni kwamba beki ambaye alisajiliwa kutokea pale ndani ya klabu ya Singida Black Stars, ya maana kwamba alisajiliwa kwa mkopo, lakini kwa upande wake imekuwa ni ngumu kupata nafasi ndani ya kikosi cha kwanza, haswa uwepo wa Bakari Nondo Mamnyeto pamoja na Ibrahim Baka pamoja na Dickson Job ulimfanya kwa upande wake kutopata nafasi mara kwa mara. Hivyo kwa upande wa klabu ya Yanga, kutokana na tathmini ambayo wameweza kuifanya, ya maana kwamba mchezaji huyo anaondoka ndani ya kikosi hicho. Lakini pia mchezaji mwingine ni Mohamed Damaro tunafahamu ni kiungo ambaye alisajiliwa ndani ya klabu ya Yanga kwa mkopo, pia akitokea ndani ya Singida Black Stars. Alikuwa ni mchezaji ambaye kwa upande wa Yanga walimpa matarajio makubwa kwamba anaweza kuonyesha kitu, lakini kwa upande wake ikawa ni tofauti. Hivyo kwa upande wa klabu ya Yanga, baada ya kuona kwamba mchezaji huyu sio chaguo sahihi ndani ya kikosi hicho, hivyo watamrejesha moja kwa moja ndani ya Singida Black Stars. Lakini pia mchezaji mwingine ni Buba Jame, winga ambaye alisajiliwa kutokea pale nchini Angola. Wengi waliamini kwamba anaweza kuonyesha ushindani mkubwa. Alisajiliwa huyu kwenye upande wa dirisha dogo na mwalimu Pedro Goncalves, lakini kwa upande wake mambo yakaenda tofauti na hakuna ambacho aliweza kukionyesha ndani ya kikosi cha Yanga. Hivyo tayari kwa upande wa klabu hiyo wameweza pia kuweka wazi kwamba wanaachana na mchezaji huyo. Mchezaji mwingine ni Lassine Kouma, kiungo wakati ambaye wengi walitarajia makubwa kutoka kwake, haswa kwa sababu ndani ya klabu ya Stade Malien pale alikuwa akianza ndani ya kikosi cha kwanza na aliweza kuonyesha kiwango kikubwa, lakini tangu atue ndani ya Tanzania mambo yakaenda tofauti, haswa pia kutokana na uzoefu wake kuwa mdogo zaidi, alishindwa kutoa kile ambacho Yanga walikuwa wanakitarajia. Lakini pia mchezaji mwingine ni Israel Patrick Mwenda, beki huyu wa pembeni kulia, baada ya kuondolewa tu mapema baada ya kufanya vibaya kwenye mechi ya dabi. Ni kama hivi kwa upande wa klabu akaona kwamba nafasi yake kwa upande wake itakuwa ni finyu, kwa sababu bado hawaamini kwamba ni mchezaji ambaye aliweza kuonyesha kiwango kikubwa. Hivyo tayari inaelezwa kwamba atasepa ndani ya klabu hiyo. Lakini pia mchezaji mwingine ni Emmanuel Mwanengo, mshambuliaji huyu ambaye hakupata nafasi nyingi za kucheza kutokana pia na ushindani mkubwa. Alikuwepo Depu, alikuwepo Prince Mpumelelo Dube, jambo ambalo kwa upande wake ilikuwa ni ngumu kuweza kuanza kwenye kikosi cha kwanza. Hivyo tayari kwa taarifa tu ni kwamba ataondolewa ndani ya kikosi. Lakini pia goalkeeper Komeini Abubakari. Kwa upande wa goalkeeper Komeini Abubakari, yeye pia baada ya kushindwa kupata nafasi lakini pia tunasema kwamba majeraha pia ya mara kwa mara, mpaka sasa hivi bado hajawa fit. Hivyo kwa taarifa tu ni kwamba kwa upande wa klabu ya Yanga wanamwacha Komeini kutokana na kile ambacho kwa upande wao wanaamini kwamba hawezi tena kuonyesha ndani ya msimu ambao unafuata. Lakini pia mchezaji mwingine ni Edmond John. Kwa taarifa tu ni kwamba wako kwenye mazungumzo na mchezaji huyu kulingana na kile ambacho wameweza kukiona kwa upande wake. Ni kama hivi bado hajaweza kuonyesha kitu kikubwa, japo wanatamani mchezaji huyu aweze kusalia, lakini mpaka sasa hivi kwa taarifa tu ni kwamba atatazama kwa muda kadhaa kuona kwamba kuna kitu hasa ambacho anaweza kukionyesha. Kwa taarifa tu ni kwamba atakuwepo kwenye maandalizi ya kikosi. Endapo akionyesha kiwango kikubwa na benchi la ufundi likamkubali, basi atasalia, lakini mambo yakienda tofauti anaweza kaondoka ndani ya kikosi hicho. Lakini pia mchezaji mwingine ni Abubakar Salum Shuaboy. Mpaka sasa hivi Shuaboy ameshamaliza mkataba wake ndani ya klabu ya Yanga.
pande zote mbili zimeamua tu kutomuongezea mkataba, hivyo Shuaboy kutokana na kuitumikia klabu ya Yanga kwa kipindi chake, lakini sasa klabu inaelekea kuanza ukurasa mpya kwa kusajili wachezaji wengine ambao wanaweza wakaonyesha kiwango kikubwa. Lakini pia mchezaji mwingine ni Farid Maliki Musa. Kwa upande wa Farid, naye pia amemaliza mkataba ndani ya klabu hiyo, hatakuwa sehemu ya kikosi kwa msimu ujao. Uongozi kwa upande wake unaonekana kupanga kufanya mabadiliko katika idara zaidi ya wachezaji wa mbele. Hii maana kwamba hao ni wachezaji 11 ambao wanatajwa moja kwa moja kuachwa ndani ya kikosi hicho.